kuzingatia sheria, taratibu na kanuni, hasa katika ulipiaji wa maduri ya serikali, lakini pia katika uandaaji na upitishaji wa michoro ya mipango miji. Maduhuli tunayosema hapa mara nyingi ni hizo ada za taaluma ambazo tunazisema hapa, pamoja na ada za mwaka. Sheria inasema wazi, usipolipa ada ya mwaka adhabu yake ni kufutwa na hutaruhusiwa kufanya kazi ya mipango miji kwa sababu utakuwa hujasajiliwa. Lakini kwenye ada ya taaluma, hizo diary tulizowapa pia kuna kitu fulani kimeeleza hapo. Ni zaidi ya diary kwamba usipolipa ada ya taaluma adhabu yake ni milioni 2 hadi milioni 5 au kifungo cha mwaka 1 hadi miaka 3 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo kama bodi hatutasita kuchukua hatua. Hatutamuonea mtu wala hatutamuonea aibu mtu. Hiyo ni sheria, sisi inabidi tuisimamie. Naomba tushirikiane ili sheria hiyo iweze kusimama. Lakini kwenye swala la uandaaji na upitishaji wa michoro ya mipango miji, sisi tumekuwa tukipita kule kukagua. Yaani mkurugenzi, unachokikuta huko baadhi ya maeneo, unakuta mtu anaandaa hajasajiliwa. Hakuna msajiliwa anayekagua ule mchoro. Mchoro unakwenda mkoani na TPO mkoa anaupitisha. Hayo tumeyakuta. Tutakuletea taarifa kamili. Niwaombe ndugu zanguni, hebu tusimamie sheria. Sheria imetungwa, tuifuate, sio tuvunje sheria. Nadhani tumeeleweka katika hilo. Kuvunja sheria adhabu zake zinaeleweka. Kufanya hivyo kwa makusudi ni kutoitendea haki taaluma yetu ya mipango miji. Naomba niishie hapo, tuzidi kuombeana. Hii taaluma ni ngumu na ina lawama nyingi, lakini tukisimama kwa mshikamano, mimi naamini na Mungu atatufunika kwa mbawa zake. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Lakini kwa kesi hii nawakilisha katibu mkuu Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Katika vikao hivi ndio tunataka tuwajengee confidence, tuwajengee kwamba ni taaluma inayoheshimika, lazima tujiamini, na ambacho message ambayo nataka niwaachie kwamba ukikaa unalialia, unalalamika, nimesikia hii tone leo ya kulalamika autoboy. Humu kuna wakuu wa idara, tafuta ndugu yangu mmoja mtolee mfano. Kuna wakuu wa idara ambao hakuna mkurugenzi wa LJ anafanya kitu bila kukosa. Kwa nini? Kwa haraka tujiulize, kwa nini lazima yuko consultant? Manake ana show competence, ana show umuhimu wake kwenye eneo lilopo, na ni mtu anayejitoa. Usipofanya hivi, yaani message na hapa Bwana Zuma wana na wengine kwenye taasisi, wasipoona umuhimu wako watakuweka pembeni. Pambana, kipa, deki, lazima uwe within. Mkurugenzi akigeuka lazima kutafute. Ndio bro. Yaani wewe mwenyewe, yaani wewe ndio unatengeneza kutafutwa. Sio kupita mchoro. Bado kuna staili zetu ndio za kuishi, nazijua. Hakuna sehemu message ni bahati nzuri. Show competence. Kila wanapoitwa wawili nimo. Na hiyo unafanya mwenyewe, yaani unaitengeneza. Wanasema, bwana unaenda uko wapi? Yule huwa anakuja na majibu. Mkurugenzi of course watawala wengi hawapendi watu wenye kulialia. Kwa majina naitwa Joel Leonard Modest, ni afisa mipango miji wa halmashauri ya wilaya ya Misenyi. Na sasa leo na kuanzia siku ya jana tulikuwa kwenye mkutano mkuu wa wataalamu wa mipango miji Tanzania ambao kila mwaka unafanywaga, na huu ni mkutano mkuu wa mipango miji Tanzania wa 10, na mada husika zilikuwa nyingi, lakini kikubwa zaidi tulikuwa tunaangalia swala la dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 kwenda kwenye uhalisia wa mipango miji, yani kutafsiri dira ya maendeleo ya mwaka 2050
kuendana na hali ya kimipango miji, yani mipango miji inahusishwaje kwenye dira na utekelezaji wake utakuwaje. Kwa mada mbalimbali zilikuwa zinachangiwa ili kuhakikisha dira hiyo ya 2050 inafikika kama inavyotakikana. Changamoto ni nyingi kwa sababu ardhi ni rasilimali isiyoongezeka, yani ardhi kuanzia uhuru ni ile haijaongezeka. Kwa hiyo pressure ya uendelezaji wa miji ni kubwa, yani watu wanaendeleza mji sana kwa kasi, ambapo mamlaka pia za upangaji zinapata changamoto ya kuendana na kasi ya ukuaji wa hii miji, na ukuaji huo wa kasi unaleta pia migogoro kwa sababu pressure kwenye umiliki wa ardhi ni kubwa. Kwa hiyo watu wanajikuta wanavamia, wananunua maeneo mara tatu. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto ambazo tunakumbana nazo, na ni moja ya sehemu ambayo tuna tafsiri namna ya kukabiliana nazo hizo changamoto. Kikubwa migogoro hii kikubwa kinachosababisha migogoro kwanza ni elimu. Wananchi hawajui elimu juu ya masuala ya ardhi. Hawajui aina za ardhi ziko ngapi, hawafahamu mtu akitaka kumiliki au kununua ardhi afanye taratibu gani. Kwa hiyo cha kwanza elimu, ambayo hiyo tunasisitiza utoaji wa elimu kwa wananchi siku hadi siku ili hawa watu wapate upeo wa kujua ardhi ni nini. Hicho ni kikubwa cha kwanza. Vingine ni mamlaka husika za upangaji, halmashauri na zote kuanzia majiji, miji na manispaa ziwe zinatenga fedha kwa ajili ya uendelezwaji wa mipango miji ili kuepukana na migogoro, kwa sababu mtu anaweza akanunua hata eneo ambalo limeainishwa kama barabara, hiyo barabara haikufunguliwa. Kwa hiyo utengaji wa bajeti pia ni moja ya solution ya migogoro hii. Hii mipango itekelezeke kiuhalisia, lazima pia tufanye kazi hiyo ya kupanga na kufungua hizi barabara zinazohusika. Kwa majina mimi naitwa Dorothy Absalom, ni afisa mpango miji wa jiji la Arusha, na hapa tumekuja kwa ajili ya mkutano wa 10 wa bodi ya maafisa mpango miji. Ni bodi ambayo iko kisheria na ina majukumu mbalimbali, ikiwemo kutusimamia maafisa mipango miji wote waliopo serikalini, kwenye taasisi na wale binafsi. Kikubwa tunafanya mikutano hii kila mwaka, na tunafanya ili kukumbushana, kuhimizana ama kutambulishana jambo ambalo lipo, tukizingatia mabadiliko ya miji yanavyotokea kila siku, hasa changamoto zinazoletwa na ukuaji wa miji mikubwa na miji ya kati. Kwa mwaka huu tumekuwa na mkutano wa aina yake, ambayo sisi kama maafisa mpango miji umetutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano tumeangalia sera mbalimbali, lakini kikubwa tumepitia sera mpya ambayo inatuongoza maafisa mpango miji katika shughuli za kupanga, kutengeneza master plan, kutengeneza plani za miji zaidi ya moja, na kutengeneza mipango ya kina ya mipango miji. Huko tumeboresha sera tuliokuwa nayo, guideline tulizokuwa nazo mwanzo zilitengenezwa miaka 18 iliyopita, lakini sasa hivi tumepata mpya. Hivyo tunajua kabisa katika hizi mpya tulizonazo zimeongeza vitu. Kwa mfano, nyuma zilizokuwa nazo zilikuwa hazizungumzi kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na masuala ya kimazingira, lakini sasa hivi hizo pia zimewekwa kwenye hizo mwongozo ama guideline. Lakini pia kuna maeneo ambayo yalikuwa hatuyatazami ipasavyo kwa undani zaidi wakati tunaandaa mipango kina. Kwa mfano, uwekaji wa maeneo ya wazi na ushoroba wa kijani. Sasa hivi kwenye sera hizo mpya swala hilo limeongelewa. Na kuna vitu vingine vilikuwa vinaleta changamoto, kwa mfano utengenezaji wa structure za miji. Kwa mfano yani kuweka tu walau tuwe na barabara kubwa zilizopitika na nini. Kitu hicho pia kimezingatiwa katika guideline hizi mpya. Kwa hivyo mkutano wa mwaka huu kwangu mimi na wenzangu
umetusaidia sana, na hasa tunapopitia zile guideline. Unavyojua tunazopitia kwa pamoja, tunajua changamoto na namna ya kuenenda huko mbele, lakini tunatiana moyo na kusisitizana namna ipasavyo katika kuimarisha miji yetu. Kama unavyojua, swala la upangaji si swala la mtu mmoja, ni swala mtambuka ambalo linahitaji sisi pamoja na wadau wa maeneo mengine.